Karibu sana mpenzi mtazamaji, leo tunazungumzia kupandikizwa moyo. Tutajifunza hapa, karibu nami mpaka mwisho. Kupandikizwa moyo, ambao pia kitaalamu inaitwa heart transplant, ni upasuaji unaofanyika ili kuondoa moyo ulioharibika au ule moyo ambao ni mgonjwa, na badala yake tunapandikizwa moyo wenye afya ambao unakuwa umetolewa na mfadhili. Sasa kupata moyo kwa ajili ya kupandikiza inaweza kuwa ngumu. Moyo ni lazima utolewe kwa mfadhili ambaye ni donor, ambaye ubongo wake unakuwa umekoma kufanya kazi. Lakini moyo huo unatakiwa kuwa na uwezo wa kuendeleza maisha yule ambaye anaupokea. Moyo mfadhili lazima ufanane kwa kadri inavyowezekana na aina ya tishu za mpokeaji ili kupunguza uwezekano wa mwili kukataa. Sasa kama wewe ndiye unayepandikizwa moyo, utaweka kwenye usingizi mzito kwa sindano ya nusu kaputi, na kisha daktari atafanya upasuaji katika sehemu ya mfupa wa kidari. Damu yako itapitishwa kwenye mashine inayoitwa heart lung bypass machine. Wakati daktari anashughulikia ule moyo wako, mashine hii itafanya kazi ya kusukuma damu na oksijeni kuipeleka katika sehemu mbalimbali za mwili wako kama mbadala ya moyo wako ambao wakati huo upasuaji unaendelea kwao. Katika kipindi chote hii ya upasuaji, moyo wako unakuwa umesimamishwa kabisa usidunde, ili kumpa nafasi daktari kufanya kazi yake. Sasa moyo ulioharibika au ule ambao unakuta ni mgonjwa utaondolewa na moyo wa mfadhili unawekwa katika sehemu ile na kushonewa katika maeneo yale. Baada ya hilo, mashine ile ya kusukuma damu itazimwa na kuruhusu damu sasa ianze kupita kwenye huu moyo ambao ni mpya ambao ulikuwa umepandikizwa. Baada ya kuhakikisha kwamba kila kitu kipo sawa, kifua kile cha kwako kitafungwa tena kwa nyuzi. Wataacha pale bomba jepesi ambalo litakuwa limeingizwa kifuani ili kuruhusu damu na majimaji ambayo yamebakia kwenye kifua yaendelea kutoka kwa siku kadhaa ambazo zinafuata. Bomba hili linakaa hapo kwa siku kadhaa na kisha linatolewa. Sasa bomba hili litasaidia kuruhusu mapafu kupanuka vizuri kikamilifu baada ya upasuaji. Upandikizaji wa moyo unafanyika pale ambapo moyo wa mgonjwa unakuwa hauwezi kukidhi mahitaji ya mwili wake kwa sababu ya ugonjwa, au unakuta labda inawezekana ni kwa sababu ya kasoro alizozaliwa nazo, au kwa sababu tu unakuta huo moyo umeharibika kwa sababu ya sumu au dawa ambazo amezitumia. Utaratibu huu unafanyika ili kuokoa maisha ya mtu. Upandikizaji wa moyo haupaswi kufanyika kwa wagonjwa ambao wana utapiamlo, wana umri wa juu ambao ni umri zaidi ya miaka 55 mpaka 60, wamepata kiharusi, au wana ugonjwa wa akili ambao tunaita dementia, wamewahi kuwa na kansa, wameambukizwa VVU, wana magonjwa kama vile homa ya ini, wana ugonjwa wa kisukari ambao unategemea insulini, na matatizo ya viungo vingine, kwa mfano una ugonjwa wa figo, mapafu, mfumo wa fahamu, ugonjwa wa ini, wana magonjwa mengine yanayoathiri mishipa kama vile mishipa ya shingo, mishipa ya miguu, wanavuta sigara au walevi wa kupindukia, au wanaotumia madawa ya kulevya. Watu hao wote hawapaswi kupewa moyo mwingine. Kupata moyo wa kupandikiza ni tukio adimu na la kipekee. Ndio maana mtu anayepokea moyo huu inapaswa awe sahihi na ataweza kuutumia kwa muda mrefu zaidi. Kama hauwezi kumudu kulipia dawa za kutunza huu moyo, pia baada ya kuwa umefanyiwa upasuaji, hautapewa pia huu moyo. Kwa ni utaratibu ambao unaangalia viwango vya juu vya usahihi na uhitaji ili kuweza kufanyika. Asante sana, mpaka wakati mwingine. Hii ni Wiki Elimu. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.